Mimi baada ya kujifungua nilipata hiyo ugonjwa, lakini namshukuru Mungu nilipitia. Ile siku ambayo ndo mliona mtandaoni, ile ilikuwa ni baada ya mwaka mmoja. Sio kwamba ndo muda ule ndo nilikuwa nasikia sijui nini. Mimi ilikuwa ni mwaka mmoja. Ile siku ilikuwa hivi, kuna mtu mmoja anafanya kazi za saluni na ni maarufu, mtu wa saluni maarufu. Alitoka kujifungua. Yeye ndo alikuwa anataka kumtupa mtoto. Akamweka chini mtoto, anataka hajisiki. Sijui unanielewa. Mimi ndo mtu ambaye yani mimi nampiga naye story, namtukana cha hivi, na mchana udugu wako. Ila sio sana, na tunafanya mambo nikiwa labda nataka huduma zake za saluni. Kwa hiyo akaniambia, nikawa kumsaidia. So kumsaidia nikabidi nishare na watu. Ndio nikatoa mfano wangu kwanza, kwa sababu namstiri, siwezi nikaanza kumsema. Nikabeba ile jaramba lake na kutawala kwako. Afu pia nina experience. Ndio nikalifanya ile swala. Nikasema muwe mnajulia watu. Nilianza vizuri, muwe mnajulia watu hali. Siku nyingine watu waliko hivi sio hivi. Nakumbuka mimi nilipitia lakini jinsi Watanzania wanapenda kuchukua kichwa cha habari, wakaamua kufanya wao wenyewe. Hivi cha kwanza watu walisi ni nini labda? Walisi nimekuwa chizi. Kumbe chizi anajisikia. Na kuna wengine pia walikuwa wanafurahia, wanajua yani hapa ndo huyu tayari takataka bombe tupa kule. I'm here. Darling, I'm here. Na utaendelea kuwepo. I'm here. Mtu wa kwanza kabisa alikuwa ni nani katika watu ambao wa karibu wako? Kwa sababu usema hali hiyo kwa marabidi ukipitia lazima uwe na mtu wako wa karibu kumshirikisha. Ingawa kule hapa kuna watu sasa hivi urafiki wetu udugu wa chujio, habari chini na nafaka juu makapi. Sasa hapa wewe ulimshirikisha nani? Labda ulimshirikisha Official Nandi udugu wako, au ulimshirikisha Amigel mambo mwandishi habari mwenzetu, au ulimshirikisha nani? Mwanzo nilimshirikisha yeye, lakini unajua pia huwezi kuelewa kama hujapitia. Kweli. Kwa hiyo nilimshirikisha na tukaongea, lakini sikuwa nimeridhika. Hapo bado hajampata naye. Naye yule tumeenda mimba sawa pamoja, tumejifungua sawa pamoja, tumelea watoto sawa. Mimi nikapata mimba ya pili. Akalea mimba ile na jina akatoa, akaendelea sasa ule mtoto wa pili. Kwa sababu wa kwanza. Kwa hiyo tuko mama, wakati tuko tu mama. Lakini baada ya pale nilipokuja kujua ni pale nilipopata mtu wa kwanza kufunguka, nikaanza kuongea naye. Nikaamua bwana, mimi nafunguka naye, nitakuwa. Nilimwambia nakwambia nimekubali kuongea. Nimekubali unajua. Nikisikia Fido Dido. Utajua ujui. Hapana. Majengo ya serikali. Hichi kitu angebidi Mheshimiwa Rais aje aingilie. Lakini nashukuru Mungu. Usimwazie mtu nikiongea naye. Tafuta mtu ambaye unamuona ana utulivu, ana utu na utulivu. Mtu ambaye anaweza akakushauri kitu kikaeleweka. Sio kila mtu. Na sio lazima awe shoga yako. Unaweza ukatafuta mtu mwingine huko leo unajua ukaongea naye. Kumbe ni kitu kidogo tu. Basi hiyo mimi nilikuwa nimepona, siku ile nilikuwa na mwakilisha mtu.